Mambo matatu muhimu sana uyachunge, ni haramu kwa mwanamke wa Kiislamu. Jambo la kwanza, alkhalwatu bainaki wa bainahu, kuwa wewe na yeye pembeni peke yenu, chemba kule, hamuonekani au mnaonekana lakini mmejificha sehemu ambayo ni ngumu, ikawa ibilisi hawezi kuwa watatu wenu. Na tunaambiwa ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma, hawezi kuwa pembeni mwanamme na mwanamke illa shetani atakuwa watatu wao. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, mahala utakapokuwa na watu ajanib, hakikisha hili halitokei. Alkhalwatu bainakuma, kuwa wewe na yeye peke yenu pahala, chemba, mnakaa mnaongea. Bali mmoja aliposikia akikatazwa haya akauliza, wa in kanat almar'atu salihah, hata ikiwa mwanamme ni mwema na mwanamke ni mwema, usikae naye chemba. Hata kama mwanamke ni 5 salawat anafunga, akaambiwa wa in kanat almar'atu maryamu bintu imran, hata ikiwa mwanamke huyo ni Maryam mamake Isa, usikae naye pembeni, usikae naye pembeni. Hilo la kwanza. La pili, anapokuwa mwanamke huyo mbele ya hao ajanib, ni haramu kuonekana chochote katika mwili wake isipokuwa vitu viwili tu vinaweza vikaonekana: alwajhu walkaffain, inaweza kaonekana uso na viganja vya mikono. Kwa hiyo mwili mwingine wowote pahala popote utakikana uwe katika stara, wewe mwanamke wa Kiislamu, si walwajh walkaffain, isipokuwa uso na viganja viwili vya mikono. Na hivyo viganja viwili pamoja na uso, pamoja na kuwa wazi kwake, usiwe uko katika makeup ambayo itawazuzua hata hao wenye kukuona katika hijab, lakini una marangi chungu nzima, umepambika mpaka ile hijab yako sasa inatatiza. Pamoja na kwamba uko katika vazi la Kiislamu, unaonekana uso na vitengele vya mikono, lakini usiwe umeviremba mpaka vikawa vinafitinisha watu, vitu viwili hivi vyenye kuonekana. Jambo la tatu ambalo halipasi kuweko kwa mwanamke akiwa na wanaume ajanib, lisitokee lolote kutoka kwako ewe mwanamke, lolote la kufitinisha na kuwafanya watu wakaanza kwenda mbio kwa ajili ya hilo lilotoka kutoka kwako. Pengine neno la fitna, sauti ya fitna, kicheko cha fitna, vazi la fitna, nguo umevaa imekubana mpaka inasifu mwili wako mzima, au inaonyesha mpaka kilichokuwa ndani kabisa ya mwili, au mwendo unaotembea, yani kisidhihirike kutoka kwako wewe mwanamke wa Kiislamu, chochote ambacho kinaweza kikaleta fitna kwa wale wanaume ajanib, kama kicheko au maneno au mwendo au mandhari ya nguo ulovaa au namna ilivyokukamata mwili, chochote ambacho kitafanya hivyo itakuwa ni haramu. Mambo matatu haya muhimu sana kwa watoto wetu wa kike. Mungu atuhifadhie. Amen. Tarbia ya watoto wa kike ni muhimu sana na ina mtihani sana. Mambo matatu haya, kuna mulahadha. Unaweza ukasema, mbona sisi tuko nao hapa wanawake msikitini? Wanawake kuja msikitini wameruhusiwa. Bwana Mtume SAW amewaruhusu wanawake, hasa kukiwa kuna mambo fulani wanayafuata katika ilmu na vitu kama hivi. Lakini pia hii haiitwi kuchanganyikana. Kuna kitu ndani ya Uislamu tunakiita ijtimaa, mkusanyiko.
na kuna kitu kinaitwa ikhtilat, mchanganyiko. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kuchanganyikana na kukusanyikana. Sisi hapa na wanawake tumekusanyika, lakini hatujachanganyika. Kwa hiyo kila changanyiko ni kusanyiko, lakini sio kila kusanyiko ni changanyiko. Unaelewa vizuri eh? Mimi nimetoka Uswahilini. Unaweza ukamuuliza baadaye Sheikh Amur atakupa tafsiri baada ya darasa.